wenu awe na mimi, basi mimi nataka mtoto wangu awe na mimi. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani. Odi. Odi wenyewe. Wenyewe mpo kwa elimu? Karibu. Wenyewe melala huko? Wenyewe mpo kwa elimu au melala? Karibu mzee. Sasa bana. Bana nilikuwa nimesafiri ndugu yangu. Nimerudi jana. Kama nimerudi jana nimefika hapa ofisini hapa nimekutana na kazi za uandikishaji wa daftari la wapiga kura. Kwa nyumba ya kwanza ndugu yangu ya kwako hapa. Kwa ndugu yangu hebu toka hapa nikuanze wewe hapa tumalizane ili niweze kwenda nyumba nyingine. Sambali utoke bana vipi? Ingia tu huko mzee. Ndani huko chumbani? Karibu. Mudi? Uko sawa wewe kweli? Mohamed, una matatizo gani mbona uko hivyo? Yaani mzee wangu, yaani toka majuzi sijielewelewe. Sisikii vizuri kabisa. Nini shida? Yaani mzee wangu, mbavu za kushoto huko zinauma. Mbavu za kulia huko nazo zinaniuma. Hapa katikati ya kifua hapa ikikoa hivi kunakuwa kunauma sana. Lakini ndani ya hizi mbavu zangu za kulia kwa ndani hivi kuna kitu kama kinachoma hivi. Sasa sijui ni nini, yani mwili unaishiwa nguvu, nasikia baridi sana. Lakini sasa ndugu yangu Mohamed, una tatizo kama hili alafu unajifungia ndani. Je, huko ndani ukizidiwa huko nani atakufahamu wewe? Unaweza ukaja ukafa peke yako watoto wakakosa kufahamu. Kwa nini unafanya kama hivi? Hapo unaonekana unaumwa. Sasa hebu twende hospitali. Hapana mzee wangu, hospitali. Sasa utaponaje hivi wakati mtu unaumwa? Wewe kama kuna kiasi chochote unacho, wewe nikanipatia ili mimi niende nikatafuta hata dawa. Yaani kupe hela yangu hiyo Mudi? Hela phone nataka kulipiga hata mimi? Haiwezekani, acha utoto bwana. Twende zetu hospitali. Inuka twende hospitali. Nasikia ngapi hujaoga rafiki yangu? Haya wewe na hilo lemba lako wapi? Shangazi, sinaenda dukani. Kaa hapo. Yaani watu tuna matatizo, hayajaisha, bado tena nataka kutafuta mengine. Tulie hapo.
Hivi unajua shangazi, Manyanya hatua aliyofikia sasa anatupanda kichwani. Kwa sababu haiwezekani aje hapa akute kuna watu wazima, halafu atambe tu kama yupo nyumbani kwake. Wewe, tutakupiga sasa hivi. Sasa kwani shangazi mimi nimefanya nini? Manya sikaingia hapa. Kabla hajafika ulianza siji Manyanya, akija siji nitafanya hivi, nitamfukuza. Kaja umefanya nini? Umefanya nini? Hata shangazi mtu kaja vile nitakupiga wewe mbwa wewe. Kama umekosa cha kuongea naomba utoke. Sawa bwana, naona mambo yameshakuwa mengi. Ngoja mimi nimuone Mati hapa niondoke zangu. Aya, na nyinyi mnacheka nini? We Mati. Samahani shoga yangu nimekusumbua, mwenyewe umejilalia zako. Pole. Lakini Mati, wewe ni wa kunificha jambo zito kama hilo kweli? Jambo gani? Yaani we Mati kumbe mjamzito na uniambii. Kwani tuna ugomvi shoga yangu mpaka usiniambie jambo kubwa kama hilo? Na ukizingatia mimi rafiki yako, mimi jirani yako, pika pakua. Leo inakuwaje unapata kitu kama hicho na usemi? Kama ni jambo hilo mimi nilijua tu lazima utaambiwa. Pamoja na yote sio lililonileta. Hivi unajua kama Manyanya amekuja? Manyanya amekuja, yule baba ni ameongea shombo. Kawasha moto hapo sebuleni. Yaani libaki kidogo tu ngumizi wake. Sema tu wewe hujasikia umelala huko ndani. Sijui anadai mtoto wake, sijui anakutaka wewe pamoja na mtoto, yani haambiwi, hasikii, hasikilizi la mkubwa wala la mtoto. Yaani mpaka mimi nimeogopa shoga yangu. Kwa ninavyomuona Manyanya, lengo lake sio mtoto tu. Yule kuna kitu anakitaka kutoka kwako. Kama sio kukufanyia kitu kibaya sijui. Yaani yule ni anania mbaya Mati. Na hii naona kabisa imeshakuwa vita. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana mdogo wangu. Mimi naweza nikakushauri kitu hiki. Jambo gani hilo? Toa hiyo mimba Mati. Kwa usalama wako naomba utoe hiyo mimba. Vinginevyo Mati utateseka, ni utaumia na kuona kabisa unaenda kuwa single mama. Toa hiyo mimba, mgawane maumivu. Na yeye umlipizie kwa hiki alichokufanyia hizi wiki 3 zilizopita. Hivi unajua ni amekuumiza, amekutia aibu, bado tena unataka umlelee huyo mtoto kweli? Maana hata kama ukisema umzalie, hakuna utakachoambulia. Kwa sababu inaonekana kabisa anamtaka huyo mtoto kwa udi na uvumba. Yaani anataka wewe ulee mimba, ukizaa mchukue mwanae aondoke naye. Kwa maelezo yake pale sebuleni alivyosema. Kwa hiyo shoga yangu, kwa usalama wako wewe na familia yako, toa hiyo mimba. We Kase, unawezaje kunishauri jambo la hatari kama hilo? Hatari? Hatari? Hatari au kwa usalama wako? Huu ni usalama wako. Mimi mwenzio mbona nimetoa mimba zaidi ya 4. Na bado nadunda, sisumbuliwi, sibabaishwi kwa sababu niliyaona haya. Wewe mwenzio tu kamimba kamoja mwanaume kasha kuja kuwafokea wazazi wako. Je, mtoto akizaliwa si atakuja kuua kabisa hapa huyo baba? Mwenzio mimi dawa zote nazijua. Dawa za kienyeji, madokta, hospitalini, mpaka connection mimi nakupa. Kwa hiyo shoga yangu wewe kama upo tayari mimi nakusupport 100%. Halafu mambo yote niachie mimi. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Sindi. Sindi. Hebu toka ndani basi tuondoke, tunachelewa ibadani. Unafanya kazi gani ndani? Yaani wewe mdoto unajiandaa. Na unajua kabisa sasa hivi kuna mvua zinanyesha. Wewe mwanamke unachelewa Sindi. Sindi. Mimi nimetekwa Haleluya. Umependeza. Asante. Sasa hivyo kwa unanipigia kelele mara toka nje wakati mimi ndo nilikuwa najiandaa. Sawa, sasa hapa hata nikakupeleka mbele za baba mchungaji akikuona ndio sasa kweli ataamini kwamba
kijana wake amepata mke sahihi kabisa kuoa. Na naamini hata tunapoingia pale kanisani, waumini wote kituangalia watajua kweli mtumishi Amani sasa kapata mke. Vipi? Mbona unaniangalia hivyo? Amani, mi kwanza kabisa naomba niseme asante. Asante kwa sababu najiona kabisa naenda kuishi yale maisha ambayo nilikuwa nayatamani, nilikuwa nayaota, na ninayaomba kila kukicha. Nina furaha sana. Nimetokea kukuamini sana. Na wewe nakuona sasa hivi kama baba yangu. Wewe ndo mlinzi wangu. Kwa utaamua nilie au nicheke. Najua tumepitia mambo mengi sana mpaka hapa tulipofikia. Kwa natamani kusema asante. Nashukuru sana licha changamoto zote ambazo tumezivuka huko nyuma, lakini leo tupo pamoja. Cindy bwana. Unajua Cindy, hutakiwi kunishukuru sana mimi. Ila natakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu yeye kaleta kwetu kama neema tu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba huu ni wakati sahihi kwangu na kwako pia. Kwa hiyo haya mambo yote yamefanywa na Mungu, wala sio kwa ajili ya mapenzi ya binadamu. Na ndio maana tumeweza kufika mpaka hatua hii. Amani, naomba la kitu kimoja tu cha mwisho kwako. Na hichi kitu ni cha muhimu kuliko kitu chochote kile. Kitu gani hicho? Amani, naomba unipende. Nipende tu. Unajua kwako sijafuata pesa, sijafuata kitu chochote kile. Nimefuata upendo. Kwa naomba uninyime vyote. Ninyime kila kitu. Ila unipende tu. Na huo ndo udhaifu wangu. Yaani kuhusiana na hilo ndio jukumu langu la kwanza mama wangu. Kwa hiyo nitakupenda daima. Haya, funga mlango tuondoke, tunachelewa. Baby, mshika mkono. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele jibu nikipata. Nipe. Asa shoga yangu, nimekuta hapa mwenzako na stress hata sielewi. Baba mwenye nyumba ananisumbua balaa. Na bado wiki tu kodi yake ishi. Boyfriend wangu mwenye tangu nimemwambia kuhusu kodi ananizungusha hata simuelewi. Na sina kazi, sielewi hata nafanyaje. Shoga yangu, mimi kila siku nakwambia, wewe upo nyuma kama mwisho sigara. Wewe mimi nilikwambiaje? Lakini nimejaribu kufanya ulichoniambia, nimeishia tu kukopa. Maana kuna mkaka nilikutana naye huko akanitongoza, tukakubaliana. Nimekuja naye mpaka hapa, kaishia kunitumia usiku mzima. Asubuhi anaondoka na muomba hela ya sabuni, ananiambia atanitumia. Kaishia kuniblock. Mimi hayo mambo siwezi. Mbona unanizalilisha? Kukopa kawaida. Mimi mwenyewe mbona nakopwa? Katika watu 15 20, uwezo ukakosa watu 12 kuingizia hela. Changamka. Sasa naona nikiongea kwa mdomo unielewi. Ngoja ngonishe kwa vitendo. Unaona hii message? Baby, nina shida shilingi 50 mwenzio. Watu wangapi hao? 17. Sasa hii message naiforward kwa watu wote 17. Hao ndo mabwana zangu naoneka mjini. Sasa sikilizia milio. Sasa hivi. Umeona? Hai shinga 50. Bali ndo hiyo. Sasa vitashika tena nyingine naingia. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili.
Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Ino dunia. Maisha yenyewe mafupi haya. Haya nikipata vichwa vyangu 5, 10, usijapata 4 laki 5. Sijavaa, sijasuka, sijalipia kodi, sijalipia la mchezo na nyingine natuma kijijini kwa mama. Wadogo zangu wanunulie uniform wapate kwenda shule. Naonekana mimi ndo tajiri wa ukoo tena. Mama yangu akinipigia simu, "Mwanangu vipi uko mjini?" "Mwanao napambana." Anaelewa. Kaa hivyo na ujinga wako, utarudi kijijini. Shauri yako. Lakini mimi kudanga, naona kama mwili wangu unauzalilisha. Ndio itakuwa kuingizia pesa sasa. Sasa hapo tutafanya nini? Kama wewe utaki. Au unataka kwenda kijijini ukapauke? Sawa, ndajaribu. Achana na kujaribu. Huyo jaribu mweke pembeni kwanza. Sema sasa hivi nafanya. Unataka kwenda kijijini ukapauke? Akijitokeza mtu, akikomba namba mpe, usimnyime. Unakuwa kama muongeza mtaji. Una watu 10 unaongeza watu 3 na kwa 13. Sio unanielewa? Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Manyanya. Vipi mzee? Relax. Umesema tuje hapa tuje tuenjoy. Sasa kwa nini unakosa amani mzee? Na kitu changu kinaweza kabast msimu huu. Kichanganyikiwa kishenzo. Kwa makini mzee, mawazo anapoteza. Alafu tatizo lako ni kwamba wewe hutaki kushare na mtu. Sawa. Ungeniambia kwamba ni kitu gani kinakusumbua hata naweza kukushauri, lakini unaniambia tu kwamba nina mawazo lakini huniambii ni kitu gani kinachokusumbua. Okay basi sawa. Kunywa basi hata pombe kwa sababu pombe inasaidia kukata mawazo unajua Lakini mbona wewe unakunywa maji? Kusielewi yani kwamba nikusaidie vipi mzee? Yaani angalau hivi napokuwa na wewe ndugu yangu, kampani yako kidogo inanipa utulivu. Lakini ningekuwa peke yangu, Awe. Karibuni. Karibu keti hapo. Mambo. Poa. Relax. Mambo. Sasa Manyanya, huu ndo wakati wako, sawa? Najua kabisa kwamba unywi pombe. Na mtu asiokunywa pombe, hizi ndio vitu zake. Kwa hiyo mzee, nimekuletea bebe hizi. Chagua ipi unaruka nayo, utakayoacha mimi nitasebenza. Wakati ni wako mzee. ngoja kwanza. Wewe binti una umri gani? Hii ni habari njema kutoka Dar es Salaam, kilomita zaidi ya 1200 mpaka tunaigusa Kigoma, na kama unavyoona hapa ni mwisho wa reli. Yote tumekuja kukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail kwa mshindi wetu Afande Abdara. Ulipigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi na hatimaye gari imefika hapa. Unajisikiaje kupokea gari hii aina ya Nissan X-Trail kutoka PMBet? Leo naona kwamba kweli ndoto imetimia na nimeamini kwamba kweli PMBet ni kweli wako sahihi kabisa. Michezo gani sasa ambayo wewe unaicheza? Michezo wa matunda ule 7 fruit. Sijui anaita 7 fruit sijui nini Tovuti ni moja tu, pmbet.co.tz. Kupitia huko huenda na wewe tukafunga safari popote pale ulipo, tukakukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail ama Toyota Harrier ambazo zinapatikana kwenye promotion hii na ukawa mshindi wetu. Na miaka 17. Na wewe? 18. Unaishi kwenu? Hapana, si tumepanga. Mmepanga?
Na kazi? Kazi nafanya nje, sinaona kama hivi Mission Town. For God's sake, this generation. Manyanya, ni nini? Unajua Jordan, katika kitu ambacho sikutegemea ni hichi ambacho leo umekionyesha hapa kwangu. Hawa mabinti si bado wadogo sana hawa. Jordan, vitoto vidogo kama hivi saizi usiku saa 5 viko katika kumbi za starehe. Kwa ajili ya nini? Alafu kwa namna ambavyo umeviita na jinsi ambavyo wamevaa hivi uchi kabisa hii, maana yake ni kwamba tayari kuna mazingira ambayo umeshatengeneza ili kuna kitu kikafanyike badala ya hapa. Jordan, usibakaji, unafanya nini hapa? We, sogeza huko mguu wako, sogeza huko. Miaka yako wewe na ukijumlisha na rika lao hawa 17 18, tumizi wewe umezaliwa miaka 20, alafu wao unakuja kuzaliwa baada yake. Sawa, pengine wewe hauna dada nyumbani leo, lakini kesho unaweza kupata binti. Utajisikiaje kuona binti yako mdogo anafanywa vitendo kama hivi na wanaume wengine ambao hauwajui? Utajisikiaje kwa action hiyo? Kama inauma, unawezaje kufanya kwa binti wa watu wengine and then you feel comfortable and okay? Hapana, hii sio sawa. Kumekucha. Manyanya, kumekucha. Yaani mwanangu, uangalia hata sehemu ya kunihubilia. Baba, hapa tuko baa. Niko rapu hapo, muona nishadumungia kwenye chupa. Nisubirie basi kesho nikiamka niite anza kunihubiria. Baba, leo tuko baa. Enjoy, relax. Na hapa hakuna mtoto hapa. Ukiona mpaka wazazi wao wamewaruhusu kuja kutafuta maisha, jua hakuna watoto. Hao wangekuwa watoto, wangekuwa wanatangaziwa msikitini, sijui polisi. Hao wakubwa mzee. Unafeli wapi? Una nini? Manyanya, mimi nimekuletea hivi kwa sababu uenjoy. Sawa? Uondoke stress, ukae chini, urelax. Tatizo lako unakaa ndani sana. Kuna vipindi vinakupita. Unasema hawa, ungeenda baa nyingine, kuna wadogo zaidi hawa. Sawa? Watu sasa hivi wanaruka mzee. Watoto hadi wa 2020 wako baa sasa hizo wanakula maisha. Unafeli wapi Manyanya? Unajua kuna namna fulani unajiona ni shababi sana. It's okay. Lakini kumbuka mimi naishi sana kwa misingi ya kisheria. Sawa? Sheria ya kawaida kabisa kwa umri kama waliokuwa nao hawa mabinti sio sahihi kabisa kuwa katika kumbi za starehe na kufanya vitendo kama ambavyo wanaviandaa kuvifanya. Na ukishazoea kuonja vidogo vidogo kama hivi, wewe hata kesho utaenda kumtafuta mwanafunzi wa form 2, mwanafunzi wa form 4, unaweza kujaribu tena. Lazima utafungwa. And by the way, pia nalinda sana heshima yangu. My reputation is everything in the society. Kwa watu ambao wananiheshimu wakipita hapo leo hii wanikuta mimi niko hapa. Muda kama huu, maeneo kama haya na mabinti wadogo waliokuwa nusu uchi kama hawa, ina spoil my reputation. Kwa sijapenda kabisa hii action. Na kama ungeniambia mapema kwamba meeting yetu itakuwa inahusianisha vitu kama hivi, definitely mimi nisingeweza kukaa na wewe meza moja. And by the way, this is not my target. Sikuja hapa kwa ajili ya kupata viburudisho vya namna hii. Nimekuja hapa kwa sababu na stress, nimtafute mwanangu, to refresh, to check a game, wherever it is, baadaye tuondoke. Unanitia vitoto vidogo namna hii, mimi nafanya nini hapa? This is not my time. Mimi sio muhuni wa kutembea na watoto kama hawa wadogo kabisa mimi. What the hell is this? Hapana. Choose one. Waondoke wao ama niondoke mimi. We can't share the same table this night. Mwanangu je, kila siku unanifelisha babu. Okay, poa. Sikia baby. Naomba nisubiri hapo nje kidogo. Namaliza na meeting na mshikaji wangu alafu na wapitia hapo tunaondoka. Okay. Na vipi kusubia zetu? Relax. Kanyweni chochote, kuleni chochote mnachojisikia. Mimi nitakuja kuclear, sawa? Ila serious babe. Leo umenikela sana. Na sijapenda hichi kitendo. Wewe unafeli wapi? Unachotaka wewe ni nini? Baba, nimekushushia vyombo hivi hapa. Hao watoto watundu, wanajua michezo yote. Ungeondoka hapa ungekuwa mweupe. Na ninakuhakikishia kama ungejaribu leo, kesho ungeniambia turudi hapa. Wewe kuna vipindi vinakupita. Omba notes Manyanya. Unafeli kinoma mwanangu yani. Vitu hivi unaacha, unataka mabibi au? Manyanya. Usipofungwa wewe mbu utakufa wewe.
I swear to God. Mati mwanangu, naomba unisikilize kwa makini. Sisi kama wazazi wako tumejadili na tumekubaliana kutokana na haya yanayoendelea kwenye familia yetu. Na wewe ukiwa kama mtoto, naomba uyafate. La kwanza, sitaki uwe karibu na huyo manyanya. Yaani katika hii familia hatumtaki kabisa. Na sio tu kuwa naye, yaani hata hapa asikanyage kabisa. Na ingekuwa inawezekana, tulipanga tukuhamishe urudi kijijini, ila kutokana na wewe mwenyewe hapa ushaanza maisha yako, umeanza kujitafuta tafuta, na ndio maana tunaamua tufanyaje, tukuache. Hatutaki kusikia amekanyaga hapa, na hatutaki kusikia una mawasiliano naye yeyote yale. Nadhani utakuwa umenielewa. Na la pili, huyo mtoto atakapozaliwa sio wa manyanya, ni mtoto wetu. Manyanya hatambuliki kwetu. Hajakuoa wewe, mmetembea tu, mmepeana mimba basi. Mwisho wa siku kutugea aibu hapa, hamna chapete, hamna cha nini. Kwa hiyo manyanya sisi hatumtambui. Huyo ni mtoto wa kwetu sisi. Angetaka kupata huyo mtoto, angefuatilizia vile inavyotakiwa kisheria. Lakini kwa sasa hivi manyanya hausiki na huyo mtoto. Tutabaki kuwa na sisi. Kutokana na jeuri yake, kiburi chake, asije akaanza kukuletea matatizo mbeleni huko. Maana yule kijana anaonekana ni mkorofi, anadharau, ni mjeuri. Kesho na kesho kutwa sisi hatupo, atakuja hapa. Vita itaanza. Utapigika wewe, mtoto atateseka, akitoka hapo starehe kwa mke wake. Sitaki Mati. Tena sitaki. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Nimekuelewa shangazi. Sio umemuelewa? Kesho na kesho kutwa sisi tunaondoka hapa, tuje kusikia yule bwana anarudi tena humu ndani. Hatutokuelewa. Kwa maana unajifanya kibicha mapenzi. Ukimwona yule bwana unatetemeka. Sitokuwa na lazi na wewe. Sijui umenielewa? Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu. Vipi wife? Safi. Mbona umechelewa hivi? Kuna jamaa mmoja nilikuwa na appointment naye, alikuwa na issue yake ya mkataba. Sasa nilikuwa naenda kumsaidia kumtafsiria baadhi ya vifungu kwa sababu alikuwa haelewi Kiingereza. Nilipotoka saluni nikakutana naye, ndio amenichukua muda mrefu sana. Are you sure, sweetheart? Yes. Nilikuwa nakusubiri urudi tupate chakula. Wewe. Ina tangu muda wote mpaka saa 7 hujala. Sweetheart, unajua nisingeweza kula hujarudi. Nilikuwa nakusubiri.
Kuku mtamu. Umekitengeneza vizuri sana hiki chakula leo. Asante. Asante. Asante sana. Sweetheart. Yes. Samahani kama kuna kitu nimekufanyia kimekukwaza. Mimi ni binadamu. Maybe kuna wakati nafanya kitu kinakukera labda. Ni vizuri ukawa unaniambia. Nakuona kabisa hauko sawa hivi. Ujue tu mume wangu. Nakupenda sana. Natamani muda wote nikikuona hivi huwa na furaha. Na mimi ndo at least napata amani ya moyo. Ukiwa hivi upo kimya, uongei na mimi vizuri. Nikikuuliza unasema uko sawa, unakuwa najisikia vibaya. Nakosaje amani. Nakupenda sana mume wangu. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.